kazi inaendelea, kitabu kiendelee. Wanafunzi oye! Mheshimiwa Heri James, mkuu wetu wa mkoa wa Iringa, ndugu yetu Atupele Mwambene, naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Msalika Makungu, rasi mkoa wa Rukwa, Ruvanda, mwakilishi wa rasi Iringa, Mzee Ali Abdalla, mwakilishi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, ndugu yetu Yusuf Singo, mkurugenzi wa michezo ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Abdul Maulidi, mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, makatibu tawala wasaidizi wa mikoa yote mlioko hapa, maafisa elimu mlioko hapa, viongozi wetu wa dini mliotuombea kuanzisha shughuli hii, walimu wote mlioko hapa, wadau wa michezo, wana michezo na wanafunzi wote, kazi na utu. Kwanza kabisa, shukrani nyingi kwa mkuu wetu wa mkoa ndugu yetu Heri James kwa mapokezi mazuri sana na ukarimu wa kawaida ambao tumeuzoea tunapokuja mkoa wa Iringa, na maandalizi mazuri sana na ufanisi mkubwa ambao umeonekana tangu mashindano yaanze kama UMITASHUMTA na sasa hivi UMISETA. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa na mkoa wa Iringa kwa ujumla wake. Iringa pazuri jamani, uongo kweli? Sema tu yule bwana wa Esia sio kile kiyoyozi anakibana sana, lakini kwa kweli mkoa wa Iringa ni mahali pazuri sana. Wengi tunapenda sana kuja hapa, tunapokuja hapa tunafurahi. Kwa hiyo tunashukuru sana mkuu wa mkoa na timu yote na wana Iringa wote kwa kutupokea na kuwa mwenyeji wa mashindano haya na michezo hii muhimu sana. Tunashukuru sana kwa mkoa wa Iringa. Nawapongeza walimu na wana michezo wa shule za sekondari mlioshinda katika ngazi mbalimbali kuanzia shule, kata, wilaya, mikoa, na leo hapa tunashindanisha mikoa kwa mikoa katika mashindano haya, na hatimaye kama tulivyoambiwa tutapata wawakilishi katika mashindano ya kimataifa. Hongereni sana wote, wanafunzi wote, wana michezo mlioko hapa, na walimu na marefa wote mlioko hapa. Hongereni sana. Natoa heko vile vile kwa secretariat iliyofanya kazi ya uendeshaji na usimamizi wa michezo hii. Nimeambiwa UMITASHUMTA ilienda vizuri kwa msisimko mkubwa na ufanisi mkubwa sana, na tunaamini UMISETA nayo itaenda vizuri, itakuwa na msisimko na mafanikio makubwa sana. Secretariat yote na wadau wote waliosaidia shughuli hii tunawashukuru, na heko nyingi sana kwenu. Heko pia kwa watendaji wakuu wa wizara. Kwanza, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI; pili, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo; tatu, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar; na vile vile Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana vizuri kuandaa mashindano haya. Nawapongeza sana watendaji wakuu wote, makatibu wakuu wote na wakurugenzi wa wizara hizo zote nilizozitaja. Michezo ni afya. Michezo ni burudani. Michezo ni mshikamano. Na zaidi ya hapo, michezo ni fursa ya ajira na biashara. Kwa sababu hiyo, katika shule zetu lazima tuendelee kuzifanya kuwa ni viwanda vya kuandaa vipaji katika shughuli zote za michezo na sanaa. Na hapa naomba nitangaze kwamba michezo haitaondolewa tena shuleni. Kwanza, michezo
husababisha baadhi ya wanafunzi ambao wasingeendelea kuhudhuria shuleni waone raha kwenda shuleni, kwani nyenzo ya kuongeza mahudhurio shuleni. Kama nilivyosema, shule ni viwanda vya kuzalisha na kukuza vipaji. Ndio maana katika sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023, sera inasema yafuatayo: ili kufikia lengo la maendeleo ya taifa, ni muhimu kutambua mapema na kuendeleza vipawa na vipaji katika fani mbalimbali kama vile sayansi na teknolojia, muziki, ngoma, sanaa, ufundi na michezo. Na sera ina matamko mawili muhimu. Kwanza, kwamba serikali itaweka utaratibu wa kubaini na kuendeleza wanafunzi wenye vipaji na vipawa mbalimbali katika ngazi zote za elimu. Na pili, serikali kwa kushirikiana na wadau itaimarisha elimu kwa michezo katika mitaala ya elimu na mafunzo katika ngazi zote. Kwa maana hiyo, swala la michezo na sanaa shuleni ni swala la kisera, halitaondolewa tena. Tutalidumisha, tutalikuza na tutaliendeleza. Na katika hilo, sera hii imetambua michezo na sanaa za maonyesho kama moja ya mafunzo ya amali, yaani mafunzo ya ujuzi, kama ambavyo kuna mafunzo ya amali kilimo, kuna mafunzo ya amali uvuvi, mafunzo ya amali ufundi uhandisi, kuna mafunzo ya amali michezo, mafunzo ya amali sanaa za maonyesho. Na shule zinazojengwa za amali, zipo shule ambazo zitakuwa ni shule za amali kwa ajili ya michezo, ambazo zitakuwa kama sports academy kwa ajili ya kuendeleza vipaji na vipawa. Kwa hiyo mwanafunzi atakakuwa anaenda kidato cha kwanza, ametambuliwa ana kipaji kizuri cha michezo, anaweza kupelekwa katika sekondari ambayo inamfundisha masomo ya sekondari, lakini ina mawanda mapana zaidi ya michezo na viwanja na walimu wenye taaluma, ili kuendeleza michezo hiyo wakati huo wakiwa wanasoma sekondari. Kwa wale wanaofuatilia michezo, Premier League Ulaya, timu ya Arsenal mtakumbuka wakati inacheza na kuchukua ubingwa wa Uingereza, yuko kijana wa miaka nadhani 16. Yeye ndo alikuwa kwanza nadhani ametoka kufanya mtihani wa form 6. Kwa maana hiyo, wenzetu wanajua kwamba katika shule lazima michezo iendelezwe na kuendeleza kukuza vipaji vya vijana wetu kulingana na karama walizozipata. Kwa hiyo katika sera yetu tutakuwa na shule za amali za michezo, tutakuwa na shule za amali sanaa ya maonyesho, na katika vyuo vyetu vya ualimu tutaimarisha vyuo vya ualimu ambavyo vitazingatia zaidi au kabisa michezo, na vyuo vya ualimu ambavyo vitazingatia sanaa za maonyesho. Hatimaye tutatangaza mgawanyo huu vizuri zaidi ambao upo, lakini tutauimarisha zaidi. Kwa hiyo kwenye sera sasa hivi hakuna kurudi nyuma. Shule za sekondari amali za michezo zitakuwa ndio sports academy zetu. Tutajitahidi ziwe na mipira ya miguu, mabwawa ya kuogelea, table tennis na michezo mingine yote, ili kuandaa vijana wetu katika michezo na wafurahi. Wanaopenda sana michezo, wapendi sana kukaa darasani, watafurahia kwenda shule vile vile. Wanaopenda kukaa darasani kuliko michezo, wataenda huko. Hapo vipi jamani? Hapo sawa eh? Na hili
hili na hilo, huo ni ushahidi kwa wote mnaonisikiliza kwamba michezo itavutia vijana wengi wapende elimu na wasome. Kwa hiyo kuendeleza michezo shuleni ni sehemu ya kuendeleza elimu, lakini ni sehemu ya kuendeleza vipaji, vipawa. Tuwe na kina Samata wengi zaidi. Na nimeambiwa katika mashindano haya, ameniambia ndugu yetu Singo, yupo kijana yuko Marekani sasa hivi anacheza basketball, ametokana na michezo hii. Sasa tunataka katika michezo hii tuone vijana wengine wako Premier League wanachezea Uingereza, wengine Ufaransa, hatimaye kombe la dunia. Hapo vipi jamani? Na hili lote pamoja na mwelekeo wa sera ni mwelekeo wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mmeona wenyewe jinsi ambavyo anafuatilia mambo ya michezo yote na jinsi ambavyo mwenyewe anahakikisha fedha zinatengwa kuendeleza michezo na vile anavyotoa motisha kwa wachezaji. Sio ajabu tumeona timu yetu ya Serengeti Boys imecheza, imefika fainali kule Morocco. Haikutolewa wakati wa kucheza uwanjani, imetolewa kwenye patapotea ya kupiga mashuti ya penalty. Hiyo ni hatua kubwa katika historia ya nchi yetu, haikupata kutokea. Na naamini kwa kuendeleza michezo mashuleni hivi, na nimeambiwa katika ile timu wako vijana 5 walitokana na UMISETA. Kwa hiyo humu tutaona Serengeti Boys ikiimarika zaidi, na tutaendelea hivyo. Ni msimamo wa rais wetu, mwelekeo wa rais wetu, ni msimamo wa kisera na sote tunaupenda na kuukubali. Katika mwelekeo huo huo, rais wetu amekubali Tanzania ikubali kuingia gharama na kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON kwa kushirikiana na Kenya na Uganda. Tutaona wakikipiga hapa Tanzania. Tunaamini utakuwa ni motisha kwa vijana wote wanaopenda michezo. Waangalie wanavyopiga kabumbu, jiandae. Naamini nyie mtakuwa bora kuliko wachezaji tutakaokuja kuwaona wakicheza hapa Tanzania, wakicheza Uganda, wakicheza na Kenya, ili uko baadaye Tanzania izidi kuimarika katika michezo. Kauli mbiu ya mashindano haya ya 2026 inasema michezo na sanaa shuleni ni daraja la ajira, afya na ushindani wa kimataifa. Narudia, kauli mbiu ya mashindano haya inasema michezo na sanaa shuleni ni daraja la ajira, afya na ushindani wa kimataifa. Sasa tuzungumzie ushindani wa kimataifa. Leo tunaona kombe la dunia linachezwa Canada, Marekani na Mexico, na wote tunafuatilia. Tanzania haimo kule. Bara la Afrika linawakilishwa na Morocco, Tunisia, Algeria, Ghana, Ivory Coast, Congo, Senegal na South Africa. Tanzania haimo. Ninaamini na tutabiri pamoja kwa kuendeleza michezo hii mashuleni, kwa juhudi hizi za mashindano kwa wanafunzi wetu, kwa kuendeleza amali za michezo mashuleni, kwa wenyeji wetu wa AFCON, na kwa jitihada na msukumo wa rais wetu katika michezo, tutabiri pamoja kombe la dunia lijalo Tanzania itakuwa dimbani. Na inawezekana sana baadhi watakaokuwa wanacheza kwenye kombe hilo watatoka miongoni mwenu. Kombe hilo nadhani litachezwa Spain, Ureno na Morocco. Kwa hiyo mnavyoshiriki katika mashindano haya, angalieni mbali zaidi. Kama kauli mbiu hii
ni ushindani wa kimataifa vile vile. Pambaneni kuhakikisha kwamba kweli tunaweza kwenda kushindana kimataifa. Sasa wanafunzi wote mlioko hapa, naomba tuzingatie, na amesema mkuu wetu wa mkoa, tukae kwa usalama, tukae huku tuliko kwa usalama, tushindane kwa usalama. Serikali inajitahidi, mkoa unajitahidi kuwaweka wote katika mazingira ya usalama, lakini tunawahitaji na nyie mfuate taratibu, kanuni na maelekezo ili wote muwe salama, mrudi nyumbani kwa wazazi na mashuleni mwenu mkiwa salama. Kaeni kwa uadilifu, uadilifu mnaofahamu unaotokana na makuzi mliopewa manyumbani kwenu na makuzi tunayopewa na imani zetu za dini. Dini zote hapa mmechanganyika, wa jinsia zote, mmekuja kwa michezo. Msije mkavunja uadilifu wenu ambao mmefundishwa na kukuza, msije mkaangusha heshima ya mashindano haya. Imani yetu ni kubwa kwenu, tunaamini mtazingatia. Muwe na weledi. Maanake nini? Kiingereza tunasema professionalism. Kufanya kila kitu kwa bidii na maarifa na kulingana na sheria na taratibu. Sasa nimefurahi sana kwamba katika mashindano haya nyie wanafunzi, hata wale ya shule yalioisha hapa, wanafunzi mnapewa fursa ya kuwa marefari nyie wenyewe. Nimeambiwa mashindano yaliyopita wanafunzi walisimamia vizuri sana, hakuna malalamiko, hakuna upendeleo. Na mimi nasema kuendeleza michezo na sana ya maonyesho kunahitaji uweledi. Hakuna kitu kinachodidimiza michezo kama refa anapoingia uwanjani, yeye anakuwa mchezaji wa 12 wa timu ya upande mmoja. Na nchini mwetu marefa wanaochezesha michezo wakizingatia sana weledi, tuna uhakika tukitoka nje ya mipaka tutafanya vizuri sana. Kwa hiyo naamini mnapopata fursa ya kusimamia na nyie kuwa refa wa timu zinazocheza, mtakuwa na weledi, mtasimamia kanuni na sheria bila upendeleo, na hamtakuwa mchezaji namba 12 wa upande mmoja. Mkifanya hivyo mtatufundisha na sisi watu wazima tunaochezesha ligi yetu hapa, kuhakikisha kwamba tunapocheza mipira watu waondoke na kusema mchezo gani huu, uamuzi gani huu, na anayeshinda kwa kubebwa hatupeleki mbali kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo naamini mtakapofanya hivyo mtazingatia weledi katika masuala haya. Kwa hiyo mimi nafurahi sana kuwa nanyi leo, kuona uzinduzi huu. Nawatakia michezo mema, nawatakia sanaa njema mtakayoifanya hapa. Nimeonja tu kionjo cha anaitwa nani? Tumaini. Tumaini Godfrey. Sauti yenyewe ilimnyanyua kila mtu hapa. Aliimba, nimeona wenyewe mnashangilia. Na mkurugenzi alisema atampeleka kumuonyesha kwa wakubwa. Sasa huyu na wengine wote watakaofanya vizuri, tungeomba na sisi tuwatambue, ili katika shughuli zetu za wizara tuweze kuwaalika kuja kutusaidia kueneza taarifa nzuri na habari njema, na sote tuwaunge mkono, kwa sababu na hawa vile vile wanaweza kuitangaza sana Tanzania, kama ambavyo wasanii wengi wa Tanzania, wengi kwa juhudi zao zaidi, wameweza kupiga hatua, wanafanya kolabo na mataifa mbalimbali, wanafanya maonyesho mpaka Marekani, na ni wazi kwamba vipaji vipo Katavi na vipo Tanzania nzima. Kwa hiyo naomba wote tuwaunge mkono. Kwa hiyo sasa, baada ya kusema hayo, naomba nitamke kwamba mashindano haya ya UMISETA yenye kauli mbiu michezo na sanaa shuleni ni daraja la ajira, afya na ushindani wa kimataifa yamefunguliwa rasmi, na watakieni kila laheri. Asanteni sana kunisikiliza.
Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.